ile plan niko nayo ni ya kutoa Kenya third world niipeleke first world ikuwe kama Singapore. Huyo ni mtu anaota ndoto ya ajabu. Gachagua alizaliwa kijijini wa Munyoro mwaka mmoja baada ya Kenya kuwa jamhuri huru, akijigamba kuwa alitoka katika familia ya wapiganaji wa uhuru wa Mau Mau kutoka kwa mkoloni Mwingereza ambaye alikuwa kaifanya Kenya kuwa himaya yake. Hapo awali kabla mimi kuzaliwa, wazazi wangu walikuwa kwa hii msitu wakipigania uhuru, wakiwa katika ile kikosi cha Land Freedom Army Mau Mau. Babangu alikuwa fundi wa bunduki, alikuwa anasaidia Mau Mau kufanya service bunduki zao, kuzirekebisha, kuangalia ziko sawa, ndio wakienda kwa vita wasipate matatizo. Mamangu alikuwa kazi yake ni kubeba chakula kupelekea Mau Mau na kwenda hapa Kigajo Police Training College kununua marisasi kwa polisi ya wakoloni na kupelekea hati ya Mau Mau katika msituni. Kwa hivyo sisi tumeelelewa kama watoto wa Mau Mau, na ile unaona tukikataa mambo mingi kwa sababu hiyo damu ya Mau Mau iko moyoni mwetu. Alisomea kijijini katika shule ya msingi kabla ya kuelekea katika shule ya upili ya Kianyaga hadi katika kidato cha 6. Alibisha milango ya chuo kikuu cha Nairobi katika miaka ya 80 na kusomea shahada ya siasa nafasi ya Kiingereza. Baada ya chuo alikuwa msaidizi wa aliyekuwa waziri katika serikali ya Moi, Davidson Kuguru. Baadaye alikuwa mkuu wa tarafa na kahudumu katika sehemu mbalimbali nchini katika miaka 80 na 90. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2002, Gachagua alikuwa msaidizi wa Rais Uhuru Kenyatta ambaye Moi alimteua mwaka 2001 kuwa mbunge mteule na kisha kumfanya waziri katika serikali yake. Na moja ya changamoto kubwa alizopata pamoja na Uhuru mwenyewe ni kuwashawishi wa Kenya kumpigia kura Uhuru ambaye alikuwa kikembe siasani. Mbali na kuwa rais mstaafu, Daniel Toroitich arap Moi alikuwa akamtangaza kuwa mrithi wake na kuwafanya vigogo wengine wakiongozwa na Raila Odinga kuhama KANU na kujiunga na NARC ambayo ilikuwa imemtangaza Mwai Kibaki kuwa mpeperushaji bendera wake, washiriki wengine wakiwa Michael Kijana Wamalwa na Charity Ngilu. The only time I lost out of principle was 2002 because I was PA to Uhuru Kenyatta. I realized he's losing, but I could not abandon him because I'm not that way. I am a very principled leader. I'm a leader of integrity. I stuck with him despite knowing fully well to the Haguka. Na nikamwambia, what happened in 2002 is what is happening today. The challenges I had as PA for Uhuru Kenyatta is supporting a candidate who is losing and knowing very well he is losing and just encouraging him to continue fighting, knowing very well he'll go nowhere. We are having a 2-2 moment. A decision has already been made by the people of Kenya. Gachagua anashikilia kuwa alimshauri Uhuru kuungana na Kibaki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, kwani awali Uhuru alikuwa kaganda katika chama cha ODM Kenya kabla ya Kalonzo kutoweka na chama hicho muda mfupi tu kabla ya uchaguzi huo. And even when Kibaki became president and he became very popular, I am the one who sat Uhuru Kenyatta down and told him, my brother, you cannot fight Mwai Kibaki, you cannot oppose him. You are fairly a young man. Mwai Kibaki is an elder. He has performed extremely well. Let's not fight him. Let's support him and let's plan for the future. And Uhuru Kenyatta agreed. The rest is history. He became president. And I listened and I went and had a talk with him. I said, my brother, I've listened to the people. They don't want you to oppose Mwai Kibaki. They want you to support Mwai Kibaki. They are saying you are a young person and you will have your time and your chance. Please, let's not oppose Mwai Kibaki. Let's support him in 2007. And Uhuru Kenyatta was very magnanimous. He was very reasonable. Akasikiza and listened to some other people, not just me. And he came to the same conclusion. Hakuna haja kupinga Kibaki 2007, wacha tuungee mkono, tutakuwa na nafasi yetu. Ilipofika 2013, si alipata nafasi yake. I, Rigathi Gachagua,
Wakati alipoapishwa kuwa naibu rais wa pili tangu kuwepo kwa katiba mpya, Rigathi Gachagua ambaye aliingia bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2017 katika eneo bunge la Mathira alijua ubwana wa nchi haswa. Freedom is here with us. I want to tell the people of Kenya that finally you are free. Kenya is now a democratic country. You don't have to look back when you do something. All Kenyans are free to associate with whoever they want. It became a crime in this country to be afraid of William Ruto. Na akautaka upinzani wakati huo kutuliza boli kwa sababu kamanda wa serikali alikuwa William Ruto naye akawa naibu wake. Na wale wote ambaye nimesaidia wamekuja kufaulu. Rais Uhuru Kenyatta niliketi na yeye tukianza akitaka kuwa rais wa Kenya. Nimekaa na yeye mpaka amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Huyu William Ruto huyu anatusumbua. Mimi ndio nilimsaidia kabisa akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hapa kwangu amekuja mara kama 5 hapa wa Manyoro. Kwangu Nairobi, Karen alikuwa anakuja kila wiki kutafuta ushauri na mbinu vile atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na nikamshauri vizuri sana. Siku alikuwa ananisikiza. Na alipokuwa ananisikiza mambo yake ilikuwa yanatembea sawa sawa. Mpaka akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Alipopata rais akakuwa kichwa ngumu. Akawacha kusikiza mashauri yangu. Na akakataa kusikiza vile Wakenya wanasema. Sasa yale matatizo wako nayo anaelekea kuwa one term. Ni kwa sababu alikataa kusikiza ushauri. Katika hotuba yake alimkumbusha rais kuwa watabanana kama udi na ambari na kutengana kwao ni ndoto mbaya isiyostahili kufikirika, ila safari hii anasema lugha ni tofauti. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7 every week. Hakuna kanisa hajaingia. Hakuna barabara hajui kwa jina. Hakuna soko hajui kwa jina. And you would memorize, we are very impressed. Anataja barabara Wakikuyu wanasema These men called a community that has pride, a community that's hardworking, that is rich. Watu wamesoma. He called all of us, our bishops, our reverends, our pastors. Hata huyo hivitu na mimi Rigiji, he called all of us. Alikuwa anakuja kuangalia Osho. Sasa anakuja kwenu msangalele Mwalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali mtalia vile watu wa mlima wanalia. Hata hivyo, baada ya miaka miwili Rais Ruto alianza ushirika na aliyekuwa kiongozi wa ODM siku hizo Raila Odinga, ambaye aliongoza maandamano ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha na utawala ovyo. Mwaka 2024 Gachagua alianza kutengwa na Rais Ruto kikamilifu. Mzozo wake na Rais William Ruto ulipanuka zaidi msimu wa maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z Juni tarehe 25 mwaka 2024, ambayo vijana hao walifika bungeni kulalamikia utawala ovyo wa serikali ya Rais Ruto miongoni mwa mambo mengine. Siku hiyo rais alipomaliza kutoa hotuba yake katika ikulu ya Nairobi, Rigathi Gachagua naye alikuwa Mombasa na kumkosoa mkuu wa shirika la ujasusi nchini Noordin Haji kwa kushindwa kumwelekeza na kumshauri rais kuhusu hali ilivyokuwa nchini. Today's events mark a critical turning point on how we respond to grave threats to our national security. I assure the nation that the government has mobilized all resources at the nation's disposal to ensure that a situation of this nature will not recur again at whatever cost. I want to say that Noordin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto.
He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation by not doing his job and advising correctly. And he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the president to pick a competent director general. Wakati Gachagua alipotimuliwa kwa ridhaa ya bunge la taifa kupitia kwa mbunge Mwengi Mtuse na kutiwa muhuri na bunge la seneti, alionekana kanyong'onyea kisiasa na safari yake ya kisiasa ikaanza kuenda segemnege. Gachagua alivuliwa madaraka baada ya bunge la seneti kudumisha mashtaka 5 kati ya 11 yakiwemo matumizi mabaya ya afisi, kuendeleza ukabila kati ya hoja nyingine. Tulianza kuzuzana na yeye ndani ya serikali almost 1 year. So what happened was to come and I was ready for it psychologically. Unajua ile kitu ya maana is when you are psychologically prepared. Yeah, it was to happen. Hata ingefanyika nini, na ndio mimi sikushughulika. Ila Gachagua alianza kupiga hesabu yake kisiasa na akaanzisha injili ya one term, kuashiria kuwa Rais Ruto hatakiwi kupewa muhula wa pili kuongoza nchi. Muda hukupita, akaungana na kiongozi wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, Martha Karua ambaye alikuwa hasimu wake wa kisiasa hususan katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, Daktari Fred Matiang'i wa Jubilee, aliyekuwa spika wa bunge la taifa, mwanasheria mkuu, hali kadhalika waziri katika serikali ya Ruto Justin Muturi na wengine. Madhumuni ya muungano huo upinzani yakiwa kumuondoa Rais Ruto madarakani. Mimi nataka kuwa rais na watu wengi wanataka kuwa rais, na inawezekana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na Wakenya, lakini sio lazima. Mimi ni mtu ambaye ni selfless. Mimi ni mzalendo wa Kenya. Ikiwa nikiunga mwingine mkono ndio itakuwa rahisi kuondoa huyu na kuleta mabadiliko Kenya, mimi nitaunga mkono na wafuasi wangu, na tumekubaliana na wafuasi wangu wanataka mimi nisimame na mimi nitasimama. Lakini tukipiga hesabu tuone labda mwingine akisimama ndio itakuwa rahisi, mimi niko tayari. PLP inapiga vita rushwa. Mtihani mkubwa katika muungano huo ni kutoa mtu mmoja kukabiliana na Rais Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Ruto amerejea mlimani kwa kishindo, na hata waliokuwa washirika wa Gachagua kama gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga wameonekana kulegeza misimamo yao mikali ya awali. Mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Mimi siwachani na nyinyi, muanze kujipanga. Tuko pamoja, tuendelee, tuchunge serikali ambao ni ya UDA, serikali ambao tulichagua wenyewe, tung'ang'ane nayo, itutendee kazi tukiendelea mbele. Hapo ni sawa? Hapo ni sawa? Rais, yale mambo yamebaki Nyeri ukikamilisha, mimi nitasema 2 term. Pamoja na mipasuko inayodhaniwa kuwa inaweza kutokea katika muungano huo, Gachagua anashikilia kuwa kikosi cha upinzani ni imara na kina utajiri mkubwa wa utendakazi miongoni mwa wote walioonyesha nia ya kutaka kuingia ikulu kipenga cha mwaka 2027 kitakapopulizwa. Ila sasa kila mchezaji anacheza ngoma yake. Thank you. Asante sana. Mwaka 2025 Gachagua alielekea Marekani kupigia debe chama chake cha DCP na kukitafutia sura ya kimataifa na kukifanya kuwa kati ya vyama maarufu katika Mlima Kenya. Ila wachambuzi wa siasa wanahisi kuwa huenda makali yake yakapunguzwa na chama cha Jubilee kinachoongozwa na Uhuru Kenyatta ambaye pia ni mwenyeji wa kanda hiyo, kuashiria kuwa mlima huo wa siasa utamegwa na pande hizo mbili hata kama si nusu benusu.
Alirejea kutoka Marekani kupanga mikakati ya kupigia debe muungano wa upinzani katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Mbeere Kaskazini baada ya aliyekuwa mbunge wa huko Geoffrey Ruku kuteuliwa na Rais Ruto kuwa waziri wa utumishi wa umma. Hata hivyo, mgombea wa Gachagua wa chama cha DP Newton Karish alishindwa na mgombea wa chama cha UDA Leo wa Muthende. Gachagua na washirika katika muungano wa upinzani walalamika kuwa serikali iliwaibia kura na wakafika katika tume huru ya uchaguzi na mipaka mapema mwaka 2026 kuwasilisha malalamishi yao rasmi. We were not happy with the process and the outcome. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. With the coming by-elections, we'll be able to see whether there is demonstrable good faith, and if that happens, then we'll continue engaging. But of course, if there isn't, because we cannot allow anybody to bungle the election. Hata hivyo, Gachagua amepitia changamoto za hapa na pale baada ya kuondoka serikalini. Hafla zake 2 kanisani zimevurugwa Nairobi na huko Othaya katika kaunti ya Nyeri. Mwenyewe amehusisha visa hivi na vikosi vya serikali, ila serikali imesema kuwa kamwe haikuhusika. Gachagua na kundi lake la upinzani kutokana na hilo lifika katika afisi ya mkuu wa polisi Douglas Kanja kutaka kujua hali ya ulinzi wake. Majuzi ametangaza kuwa endapo muungano wa upinzani utaendelea kuangaishwa, basi maandamano yatafanyika nchini. Baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa Gachagua ana msimamo mikali na huenda asiwe chaguo zuri kupeperusha bendera ya muungano wa upinzani, japo mwenyewe anadhani vinginevyo. Na mimi nimeona wengine nasema huyu Rigathi anafanya kazi muhimu sana, atusaidie kutoa Ruto, lakini yeye asisimame. Sasa niulize, wanafikiria ati mimi kazi yangu tu ni kufanyia wengine? Na ndio wafuasi wangu wanauliza, mazungumzo kama hayo ni ya kutatiza muungano ya upinzani? Kwa sababu pia mimi niko na wafuasi. Wewe ukiona Rigathi Gachagua hafai, ukuje uni convince nisisimame. Lakini uwezi enda pale kusema huyu Rigathi atusaidie kutoa Ruto lakini asisimame. Kama watu wataka Ruto, si watataka ile mtu anaweza kumtoa. Kwa hivyo ningetaka kuambia viongozi wetu, niona kiongozi mwingine juzi kwa radio anasema Rigathi anafanya kazi nzuri lakini akisimama ataharibu. Sasa mimi niko na wafuasi wengi sana, wananiamini, wananipenda. Sasa ile wewe unaongea namna hiyo na unaongelesha hao wafuasi wangu kwa lugha yao, kwa radio yao, si unaharibu tu? Hakuna haja. Wewe jipigie umaarufu, sema mimi naweza. Ndio mambo ya Rigathi Gachagua ambaye ni kakake aliyekuwa gavana wa kwanza wa Nyeri baada ya kupatikana kwa katiba mpya Nderitu Gachagua, na amejijengea sifa kubwa kwa kuanzisha chama cha DCP ili asijekosa nyumba ya siasa kipindi cha uchaguzi kitakapotimia. Na ile plan niko nayo ni ya kutoa Kenya third world nipeleke first world ikuwe kama Singapore. Huyo ni mtu anaota ndoto ya vijana.